Dada Eva, karibu. Asante. Kwa jina naitwa Eva Mkenda. Nimetokea Morogoro. Nimekuja hapa kujiunga na taasisi hii kwa sababu nimeambiwa na ndugu yangu kuhusu Wadada Center. Kwa hiyo umetujua kupitia ndugu yako? Ndio. Hujawahi kutuona wala kutusikia. Kwa hiyo ndugu yako, si ndio? Wenzako wametuona kwenye mitandao, si TikTok, Instagram, Facebook. Wewe umeambiwa na ndugu yako? Mimi kwenye mitandao sana sana. Ilikuwaje akakwambia? Kwa sababu kuna sehemu nilikuwa nafanya kazi. Kazi gani? Ya ndani pia, lakini nilikuwa naangalia mtoto. Akaniambia sasa, kwa nini umetoka kule kazi ya ndani huku bado ni kazi ya ndani? Huku mshahara mkubwa kidogo. Kule kwa unalipa shilingi ngapi? Kile ni 1,500 huko. Smart dada ni 300,000. Una uhakika gani wewe ni smart? Una uhakika gani ni smart? Na uhakika na ninachofanya. Yaani kwa nini unajiamini wewe ni smart? Na uhakika na ninachofanya. Ndio nakuuliza. Smart ina vigezo gani? Sio tu kuwa na uhakika unachokifanya, hata traditional wana uhakika na wanachokifanya. Lakini tuna vigezo vya smart na professional. Kwa hiyo nikiuliza manake sasa unijibu. Umekuja kwa expectation ya smart, si ndio? Ili ulipwe 300,000. Vigezo vyake vya smart ni nini? Kufuata ratiba ya kazi. Kufuata ratiba ya kazi. Hata traditional unafuata ratiba ya kazi. Kwa kitu gani ambacho ni exception ambacho smart anatakiwa kuwa nacho tofauti na traditional? Awe na heshima na kazi. Hata traditional anatakiwa kuwa na heshima na kazi. Wewe ulitajua tu mshahara kule 300,000 ukajiona wewe ni 300,000 ukajiambia. Utakapoambiwa wewe 300,000 huwezi kulipa. So sababu hiyo sana. Sababu hiyo usianze tena kunidanganya. Na mimi kona spend. Kama ulikuwa unafanya kazi sehemu ya 1,500,000, huwezi kutoka pale ukaja kwa sehemu nyingine ya 1,500,000. Umesema vizuri kabisa, na hiyo ya kwanza ndio yenyewe kwamba niliona smart dada 300,000. Ila nakuuliza sasa, niambie sifa na vigezo vya smart dada. Unavyonitajia vyote dada traditional anatakiwa kuwa navyo. Kama ni ratiba anatakiwa kufuata ratiba, na ndio maana hapa tunawaelekeza. Kama ni heshima anatakiwa kuwa na heshima. Kwa hiyo bado hujanitajia kigezo cha dada ambaye ni smart. Kuwa makini na kazi yako. Kwa makini. Kwamba traditional anatakiwa kuwa makini. Kuna wengine wanakuwa akienda kazini anakuwa bado anafanya kazi labda kwa mazoea. Naweza kusema hivyo. Kwa mazoea. Lakini bado kuna wengine wanakuwa makini na ni traditional dadas. Au anakuwa kila kitu mpaka umwambie, mpaka aambiwe na bosi wake. Fanya hivi, fanya kile, fanya hivi. Yes. Sasa hiyo point uliotaja sasa hivi ni moja ya sifa ya smart dada, kwamba sio kila kitu lazima uambiwe na bosi. Lakini umeitafuta sana. Ina maana wewe mwenyewe unaitafuta smart, hujui kigezo hicho. Na hilo ni tatizo. Maanake usipojua kigezo ambacho kinakufanya wewe uwe hiyo level, tayari ujui na hautakuwa hivyo. Na wewe utakuwa unasubiria tu bosi wako akwambie. Na tunao masmart ambao wana hizo tabia. Wanajieleza vizuri kwenye mic, lakini akifika kazini ndio hivyo. Bosi anaanza tena kusukumana naye, kitu ambacho sio sawa. Kwa hiyo sifa ya smart ni bosi kutokukufuata, kukuambia chochote. Unapoingia nyumbani kwake siku zile za mwanzo, kwa sababu ni mgeni, anakuelekeza nyumba yake. Lakini baada ya hapo wewe ndio unatakiwa uhakikishe unajiongeza kila kitu unafanya. Hakuna mtu ambaye atakulipa 300,000 nyumbani kwake aje tena aanze kuambia na hiki mbona hakijafanyika na kile hakijafanyika, fanya hiki fanya kile. Hakuna. Lakini bado hukuhitaji, inatakiwa wewe uhitaji hiyo kama sifa ya kwanza, kwa sababu hiyo ndio tofauti kubwa sana na wadada traditional. Dada traditional wana heshima, wanafuata ratiba, wanajua kufanya kazi, wako makini na kazi, lakini shida yao, upeo wao ni mdogo, ni watu ambao hawawezi kujiongeza wenyewe, hawawezi kujiongoza wenyewe. Hiyo ndio shida yao. Na hiyo shida hujajitofautisha nayo. Kwa hiyo mimi nakupa tu wewe na wenzako. Nasema hivi tena kwenye kipindi, ili wadada wengi wanaokuja hapa kwa expectation ya mshahara waondoe kabisa. Kituo ndio kitakacho kuona wewe ni smart au sio smart. Kuna watu hapa wanakuja na vyeti vyao, wengine wanafikiri ni professional, lakini ukimwangalia ni traditional
super traditional. Cheti sio kinachofanya kazi, anayefanya kazi ni wewe. Ukisema smart sio kwamba nimesoma mpaka form 6 najua kuongea Kiingereza. Kiingereza sio kinachofanya kazi, anayefanya kazi ni wewe. Kwa hiyo lazima kwanza mwangalie sifa za huyu mtu ni zipi. Anatakiwa awe ana uwezo wa kujisimamia na kujiongoza. Mara nyingi yani ni house manager. House manager ni mtu anayeelewa kila kitu kiko wapi, nini cha kufanya saa ngapi, wapi, bosi wangu yuko wapi, anahitaji nini saa ngapi. Yani hiyo ndio maana ya house manager. So hiyo ndio inayokupa hela kama una uwezo wa kufanya hivyo. Sio tu mimi nimesoma, nimaliza form 4 sijui au form 6 au unajua Kiingereza au umetoka chuo. No. Wengi hawana nani ya kufanya kazi kwanza. Hatuna culture ya kufanya kazi. Wasichana tumeelewa na culture ya kupanua miguu. Fikiri kwamba hela zinapatikana kwa kulala na wanaume. Ndio culture yetu, si ndio? Hatuna culture ya kazi. Hello, mpo? Hatuna culture ya kazi. Tuna culture ya kutafuta mabwana. Na ukienda nyumbani kwa mtu ndio maana unaanza kumwangalia baba ya mtu. Unamwangalia macho ili nini? Akutongoze. Ndio hiyo vita sisi tunapigana nayo hapa, kuwafundisha kazi. Tanua akili na misuli ya mikono yako. Fanya kazi, jenga ujuzi. Sio kujiremba na kupanga lipstick ili bwana wa mtu akuone au mwanaume akuone. Huko ndio tunakohama. Kwenye hizo fikra ambazo zimewaweka wanawake wengi kwenye umaskini. Si ndio? Haya. Kwa hiyo karibu kujua kama wewe sasa ni smart shoga, ni sisi tutakwambia, sio wewe. Upo? Utakapokuwa hapa kituoni ndio utaambiwa kama wewe ni level gani ya smart au traditional au professional. Kuna wengine wanaweza kwenda mpaka professional. Wanakuja wanafikiri ni level za kawaida traditional smart, lakini tukiwaangalia vizuri tunagundua hawa wako kwenye level za juu kabisa. Kwa hiyo inategemea, ila hao ni wachache. Hizo ni chache kweli kweli. Yaani uje tu wadada wa kawaida upelekwe professional ni wachache, lakini ni watu waliolelewa kwenye kazi, ni watu waliolelewa kwenye maadili. Sio tu kazi, kitu kingine kinachoangusha wadada wengi tabia, maadili, nidhamu. Hapo ndio zero kabisa. Wadada wengi hapo ni sifuri. Kwa hiyo hivyo vyote sisi ndio shughuli yetu humu ndani. Tutakuangalia, tutakupima, tutakupa jibu lako. Ukiona mimi sitakwenda traditional geti vile, hatuna stress. Sisi tunachotaka bosi yule ambaye amelipa hela yake na anaenda kukulipa, alipe kitu ambacho anaridhika nacho. So tumuuzie mbuzi kwenye gunia. Mwambie huyu dada ni smart, alafu unafika kule mambo meusi hatutaki. Sawa? Haya, karibu dada Eva. Kwa hiyo umekuja kwa ajili ya smart kwanza. Nataka uniambie una malengo gani? Malengo yako kama mwanamke, msichana, mdada. Una familia kwanza? Hapana. Una mtoto? Ndio. Unaye? Hapana. Una mtoto. Malengo yako ni nini sasa? Kuja kufungua fanya biashara. Nataka biashara Biashara gani? Ya nguo. Unafikiria? Nguo. Sawa. Biashara ndio kila kitu. Lakini ili ufike kwenye level hiyo lazima upambane huko. Huku pambana, tumwa, tumika, elekezwa, elekezeka, yani toil, yani huku pigika. Ili siku moja na wewe uweze kunyanyuka, upate sehemu yako, upate maisha yako, uweze na biashara yako, na familia yako, kila kitu kitaenda vizuri. Huku lazima ukubali kupita kwenye moto. Kwa hiyo kwenye hizi kazi zetu ni moto. Hizi kazi ni za moto. Watu wanapendaga kutumia neno kazi ngumu, kazi ya manyanyaso. Ni kazi za kutufundisha maisha. Tumelelewa tu hivi, tunadekezwa na kuona maisha yako kwa wanaume. Hamna. Maisha ni akili. Mungu anasema watu wangu wanaangamizwa kukosa maarifa. Lakini anatuagiza tufanye kazi ili abariki kazi za mikono yetu. Sasa sisi huku hatutaki. Nataka vitu vyepesi vya shortcut. Sasa kama umekuja huku, safi. Una malengo yako, utafanikiwa kama tu utakubali kupita kwenye huu moto. Karibu. Asante sana. Hai.